Asante sana mpenzi mtazamaji wa Lumbasi TV, na leo hii tumetembea katika sub-county ya Rongai, na tuko hapa na mgeni wetu ambaye tutakuwa zungumza mawili matatu, atueleze yeye nani na vile vile anashughulikia nini katika county hii ya Nakuru na eneo hili la Rongai, wadi hii ikiwa ni ya Menengai West. Asante sana mgeni wetu, na karibu kwenye meza yetu ya Lumbasi TV, na tutakuwa na mazungumzo machache. Labda kwa wale watazamaji ambao hawakujui, wewe ni nani kwa kifupi? Asante sana Lumbasi TV. Kwa majina mimi naitwa Rodin Makori. Mimi ni mkaaji wa Menengai ward Nakuru. Hapa Menengai sana sana unashughulika na nini? Mimi ni chairman ya BAMO, ambao ni foundation iliundwa mwaka wa 2023 na mwenzetu kutoka Canada ambaye anaitwa Daudi Ondieki. Tuliweza kushirikiana na yeye na wengine ambao hawako hapa sasa ili tuweze kusaidia jamii ambayo hili iko chini sana kulingana na uwezo hili tutakuwa nayo kama foundation. Ukizungumzia BAMO, labda hilo jina la hiyo foundation lilitokea wapi na ikaanza vipi hiyo foundation, ama msingi kabisa wa hiyo foundation kukuja kwenye jamii ilikuwa nini? BAMO imetokana na jina ya mama ya Daudi Ondieki, ambayo alikuwa mama ambaye amejitolea kwa community. Kazi yake ilikuwa ya community. Sasa kumkumbuka, kwa maana hayuko sasa, kumkumbuka ndio familia ikafikiria itakuwa mzuri kuwa na foundation ambayo itaendesha kazi yake. Ndio hiyo jina BAMO, in short ni majina ya mama ya Daudi. Kwa hivyo kwenye hii organization ya BAMO, sijui kuna mambo kadhaa ambayo mnashughulikia kufikia sasa, kwa sababu ulisema kwamba mmezindua hii organization iliweza kuzinduliwa mwaka wa 2023. Kwa hivyo kuanzia mwaka wa 2023 mmekuwa mkifanya mambo kadha kwenye jamii, natumai hivyo, na hasa katika hii kaunti ya Nakuru na vile vile katika hii wadi ya Menengai. Kwa hivyo kwa kiduchu tu ama kwa kifupi, uweze kutueleza ni nini ambacho mmekuwa mkijihusisha nacho katika hii wadi ya Menengai. Tumeweza kuwa na medical camp 2. Tumekuwa 2023 tulikuwa na medical camp Masingeri, ambayo watu walitibiwa, na 2024 tumekuwa na medical camp huko Rongai pia, watu walitibiwa pia. Na kutokana na hiyo tuliweza kupatiwa mzee mmoja ambayo inaonekana aliwachwa na familia yake, na alikuwa mgonjwa, alikuwa hajisikii vizuri, na kuna mama mmoja alikuwa anachunga yeye, alikuja akatuona, akatuambia habari ya huyu mzee anaitwa Maklab, na BAMO iliweza kumchukua hospitali, akafanyiwa medical check-up na akahudumiwa na akarudishwa nyumbani. Baadaye tuliweza kumhamisha mahali alikuwa anaishi. Hiyo nyumba ilikuwa inatiririka maji, na hata hiyo hewa haikuwa safi ndani, nafasi ya kulalia haikuwa mazingira yale ya binadamu. BAMO iliweza kumtengenezea nyumba ambayo ilikuwa donated na mama huyu ambaye alikuwa anasaidia yeye. Tukaweza kuitengeneza, tukanunua mavazi, alafu anaishi huko na anaendelea vizuri. Hata juzi tumechukua yeye tena, tumempeleka hospitali na tukarudisha yeye nyumbani. Kwa hivyo kwa maneno machache ambayo umeweza kuzungumza, kwa kiufupi ni kwamba hii BAMO mambo ambayo inashughulikia mojawapo ni kuhakikisha kwamba wale watu wa hapa chini wanapata huduma za afya bila kulipia, ama zile medical camps zimekuwa za kulipia?
Hapana, sisi za kulipia. Zimekuwa tu free. Yes. Tisi watu pesa, watu wanakuja, tunawatipu na wanaenda nyumbani. Wale ambao kesi zao tunaona ni ngumu, tuna refer kwa hospitali kubwa. Wanaenda kutibiwa huko. Apart from medical camp, labda ni mambo gani ambayo pia mnashughulikia katika hii organization ya BAMO? Tumekuwa tunashughulikia hata watoto. Kuna hata msichana mmoja ambaye tumesaidia, anasoma huko MTC Nairobi, anafanya diploma ya orthopedic. Huyu pia tumesa piga check ya school fees hili amalize masomo yake. Pia chuzi tumekuwa na seminar ambayo seminar ya conflict resolution. Unajua wakati kama huu ambao tuna siasa nyingi katika nchi yetu na tunaelekea kura za 2027, mazungumzo ya watu huleta farakano. So tuliona vizuri tuwe na seminar ya conflict, vile watu wanaishi kuishi pamoja. Unajua hii Menengai na Nakuru in general, tunaishi makabila mingi. It is cosmopolitan county. Ni mzuri wakati watu wanazungumza, wanajua vile wanaongea, vile wanapiga siasa yao, na vile wanahisi na wenzao. So ndio tukaona ni vizuri tuliweza kupanga hiyo seminar na kwa nzuri. Fununu zinasema kwamba mkutano ambao mlikuwa nao ama seminar ambayo mlikuwa nayo ilikuwa ni ya kujipanga nyinyi kama jamii ya Omogosi, nyinyi kivyenu, kwamba jamii zingine ni kama zimetengwa ama ni nini kabisa kilikuwa katika mkutano? Manake kila ambacho nasikia kule nje ni kwamba nyinyi mmeamua mjiweke nyuma, jamii zingine zijitenge. Sio hivyo. Kuna seminar zingine zinakuja ambayo tutafikia jamii zingine na tutakuwa pamoja kama jamii zote. Unajua charity begins at home. Unajua sisi Wakisii huongea sana. Kwa hivyo tuliona tuanze nyumbani. Tusungumuze, tujue sisi tunaishi na wengine. Lazima tujue vile tunaongea na wenzetu. Kama ni siasa tujue vile tunaongea. Tusije tuongea tu ovyo ovyo. Unajua siasa ya Kenya, unajua kitu kidogo mnaweza kuwa mmekosana na vita inatokea hapo, lakini tunafunza watu ili wajue sisi ni nchi moja, sisi ni wa Kenya, tunazungumza vipi. Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo kupitia hii BAMO najua mmeweza kugusa watu wengi kule nje, mmeweza kukutana na watu wengi, na madhumuni yenu ni kusaidia watu kwa maybe mwapatie kusupport mtu yule ambaye ako vulnerable kwa community. Maybe tuseme mtoto pale amekosa school fees, kuna mtu ambaye anataka kuwa kiongozi, mnahakikisha kwamba mnamuinua. Na kwenye hii kazi hapakosi changamoto 1, 2, 3 kwenye kazi. Nini imekuwa challenge kabisa kwa hii organization BAMO? Manake it's a young organization, growing organization. Nini imekuwa challenge especially to you as a chairman? Tangu tuanze hii BAMO, kuna wale wameisikia na demands zimekuja kwetu ni mingi za usaidizi. Unajua tulianza 2023 ndio najaribu kujipanga. Demands za usaidizi zimekuwa nyingi. Hizo ndio naweza sema challenges, because pia tunatafuta wengine watusaidie fedha ili tuweze kuwa na uwezo kabisa ya kusaidia watu. Kwa hivyo hiyo ndio mimi kwangu naona iko challenge. Tukiweza kupata fedha za kutosha tunaweza fikia kila mtu. Na labda hii BAMO kuna organizations zingine ambazo mmeweza kupartner nazo kufanikisha hii kazi, ama mnajisimamia kabisa? Kwa sasa tunajisimamia. Na tunasaidiwa na sana na president wa BAMO ambao ni Daudi ndiye kwa nisi Canada. Amekuwa wa msaada kubwa kwetu. Na sisi wenyewe tunajitolea binafsi. Na kuna wengine kama tunataka gari kwenda mahali ama kusaidia mtu, kuna wengine wako na magari au wanajitolea.
Umesema charity begins at home. At home. Watu wa nyumbani wanazungumza vipi kuhusiana na hii organization ya BAMU? Wanafurahia kwa sasa, wameanza kuelewa lengo letu ni nini na wamejitokeza na wanafurahia. In the next kama 5 years BAMU itakuwa wapi? It will be a big organization. Yes, it will be a big organization, kwa sababu nina imani ya kwamba kazi tunafanya ya community inahitajika katika nchi yetu, na najua kuna wale wavatiri watakuja watusaidie ili tupanuke zaidi. So far mmeweza kuimpact how many people hapa kwenye wadi ya Menengai West ama vile county ya Nakuru kwa ujumla? Ni wengi. Kama sasa vile tulikuwa na medical camp tuseme upande ya Rongai, tuliweza tipu watu 400. Hao ni watu wengi sana. Wengine hawajawahi hata, unajua kuna watu wanafikiria kutoka mahali kama hapo waende mpaka Nakuru town kupata matibabu. Anaona ni kazi ngumu, labda hana fedha. Kwa hivyo wengi wamefurahia. Na wengi wanatupigia simu wakituuliza tutakuja lini. Hiyo inaonyesha kweli watu wanahitaji na tumeguza watu. Mimi yangu ni kuzidi tu kuwapongeza na vile kuwatakia kila laheri wakati ambapo mnatekeleza shughuli kwenye jamii na vile kugusa maisha ya watu. Unajua unapogusa maisha ya mtu umemsaidia kwa njia moja au nyingine. Na labda kuna mtu pale nje ambaye angependa sana kujiunga na BAMU ama angetaka kujua hizo activities za BAMU zinaendeshwa vipi, atafanya vipi? Tuko na website. Hiyo ni moja. Na tuko na contact zetu. Na tunaendelea kutoka nje. Tuko na mpango ambao tumepanga ya kutoka nje ndio watu watujue zaidi. Kwa hiyo huenda tukakutana na hao kulingana na wakati vile inasonga. Kwa hivyo afike tu kwenye website yenu aweze kuangalia alafu atapata information. Yes. Asante sana mpenzi mtazamaji, tumekuwa tukizungumza na chairman wa organization ambayo inaitwa BAMU ambayo inapatikana hapa katika eneo la Menengai West, ikiwa ni wadi katika sub county ya Rongai, county ya Nakuru. Na umeweza kumsikiliza yale ambayo wanafanya katika jamii kuhakikisha kwamba wanasaidia watu, wanaboresha maisha ya watu kwenye jamii, na imekuwa ni mazungumzo ya kufana kabisa, japo mafupi, lakini tunatumai kwamba umeweza kupata wasia ama umeweza kupata moja mbili kuhusiana na hii organization ya BAMU. Na kwa watazamaji, kwa niaba ya watazamaji tunakushukuru kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kufika hapa kuzungumza na Lumbasi TV, na kwa niaba yangu mimi mwenyewe nimefurahia mazungumzo ambayo tumekuwa nayo mimi na wewe, na kukaribisha tena wakati mwingine ambapo utakuwa na ya kuweza kutuelezea, maana yake tutakuwa tunafuatilia hizi shughuli za BAMU tujue ni wapi mnafanya nini na mnasaidia vipi katika jamii. Kwa hivyo karibu sana wakati mwingine na kila laheri. Asante Lumbasi TV.